Osh. Hizo. Bwana, kwa majina anaitwa Samiri Francis Kaje, almaarufu Kaje MC kwa jina la usanii. Nadhani jina so geni masikioni mwenu. Mimi ni msanii wa Singeli, nawakilisha namba chafu 45. 45 ndo kikosi wewe. Bwana, mimi nimezaliwa mwaka 2000 mwezi wa 10 tarehe 4. Katika familia yetu tumezaliwa watoto 5. Mimi ambaye ni mtoto wa 4 ambaye nilizaliwa Dar es Salaam. Naweza kusema mimi mtoto wa Dar es Salaam bwana. Nimezaliwa katika hospitali ya Muhimbili pale, ambapo katika familia yetu tumebahatika kuzaliwa watoto 5. Mimi mtoto wa 4 katika watoto wao, ambapo jumla watoto wao 4 wote sisi watoto wa kiume. Mungu kamjalia mama yangu kapata mtoto wa kike ambaye ndo mtoto wa mwisho anikitinda mimba yani. Popote alipo mdogo wangu, salute sana. Mimi nimebahatika katika elimu yangu, Mungu kanijalia, naweza kusema hivyo. Katika maisha sasa hivi ngumu sana kukuta hivyo, nimefanikiwa kusoma mpaka kidato cha 6. Nimesoma pale. Safari yangu ya elimu naweza kusema tangu mwaka 2005 ndo nilipoanza safari yangu kwanza kindergarten, yani chekechea pale. 2006 nikaanza darasa la kwanza, ilikuwa katika shule ya Oysterbay. Zamani sana ilikuwa tuseme katika miaka hiyo ilikuwa shule kama ya serikali, bila sasa hivi taarifa zake naambiwa imekuwa kama English medium. Pale nilisoma la kwanza mpaka la 6. Baada ya hapo, kutokana na mazingira ya kifamilia, nikaja kuhamishwa shule. Nikaja kuhamishwa Bunju B huko. Bunju huko. Hapo ndipo nikasoma darasa la 6 mpaka nikaja kumaliza. Mungu kasaidia darasa la 7. Kutokana na Mungu amebariki, nilipomaliza darasa la 7 nilifaulu, nikafanikiwa kuchaguliwa shule ambayo shule yenyewe ilikuwa inaitwa Mabwepande kama mnaifahamu. Nikasoma pale kutokana na mazingira ya kule Mabwepande. Kama unapafahamu Mabwepande ni mbali, kuna shida ya usafiri nini. Mazingira yake yani hayaruhusu msanii, yani mwanafunzi wa azani, mnaelewa. Wazazi wangu wakanifanya mpango, nikahamishwa. Nikaja nikasogezwa huko katikati ya mji huko. Nikarudishwa tena Bunju A pale. Mwanzo shule ya msingi nimesoma Bunju B, nikaja kusoma Bunju A. Nimesoma pale mpaka kidato cha 4. Nilipomaliza, Mungu siasumani, Mungu alinijalia nimeweza kufanikiwa, nikafaulu kidato cha 4, nikachaguliwa shule. Nikachaguliwa shule ipo Bukoba inaitwa Iyungo, ili nipate kuendelea na kidato cha 5. Sikukataa, nikakubali, nikaenda kule shule nikasoma, japo mazingira magumu kama mnavyojua Bukoba ni mbali. Nikaenda hivyo nimesoma, nimejitahidi. Sikumaliza mwaka kidato hiko cha 5 kutokana na mazingira yalivyokuepo. Nitakiwa niende nirudi nyumbani kwa sababu mimi nakaa Dar es Salaam, ndo kama ndo nyumbani yani. Nikahamishwa, ikabidi nije kumalizia huku Pugu ambapo ndo nilipohamishiwa. Namshukuru sana mama yangu, alikuwa anasamini sana. Ikabidi anihamishe. Nimesoma pale Pugu ndo nilipomaliza kidato cha 5 na kidato cha 6. Baada ya kumaliza masomo yangu ya kidato cha 6, nahisi mwaka juzi kama sikosei, kama mwaka 2019 hivi. Nilipomaliza masomo yangu, kutokana na mazingira ambayo hayapo ndani ya uwezo wangu, ikabidi masomo kwanza nisimamishe kwanza. Sio kwamba yafai masomo, hamna. Ikabidi nisimamishe masomo kutokana na sababu za kifamilia ambazo hazipo ndani ya uwezo wangu.
ya kwa sasa najishughulisha na shughuli za muziki. Muziki wenyewe sio kwamba ndio vipi, muziki wenyewe kisingeli.